Amen, amen. Haleluya. Amen. Yesu ni mwema. Sasa katika muda huu nitaenda kuomba. Bwana apewe sifa. Amen. Nitamwinua mama mchungaji kwa ajili ya kuombea mnenaji atakayeenda kunena. Karibu na Mungu akuongoze. Karibu na Mungu akuongoze. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu mwenye nguvu na uweza, Mungu mkuu na mwaminifu, tazama Bwana, tunakushukuru Mungu wa neema tukisema ni asante. Bwana, tazama vipindi vyote tumemaliza ni kwa uwezo wako Mungu wa neema. Na tazama ni kipindi kingine tena ambapo tunaleta mioyo yetu mbele zako Bwana. Ambapo Bwana ni kipindi ambapo tunaenda kula na kunywa mezani pako. Nami nakusihi Jehova Shama ukaenda kusimama na kutawala. Bwana, tazama Mungu wa neema, mnenaji wa neno na mkabidhi mikononi mwako Bwana. Tazama ujumbe aliouandaa sio yeye bali ni wewe Mungu wa neema. Bwana, tazama Mungu wa neema, na kusihi ukamtumie kama chombo chako Jehova Shama. Mtumie Bwana kama chombo chako kiteure Jehova Shama. Bwana, tazama Mungu wa neema, hata na sisi tunapoenda kusikiliza neno lako Bwana, imeandikwa ya kwamba tutaishi kwa mkate tu bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha mtumishi wako Bwana. Nami nakusihi Mungu wa neema ukaenda kusimama na kutawala. Nami nikienda kinyume na kila roho za shetani, mawazo mabaya, fikra mbaya zikashindwa kwa jina la Yesu Kristo. Bali Bwana, neema yako ya pekee ikazidi kutawala na kusimama. Bwana, tazama tunaomba Mungu wa neema, mioyo yetu ikakuelekea wewe Mesia. Bwana, tazama Mungu wa neema, na kusili neno Bwana, ujumbe huu kadondoka katika udongo mzuri Bwana, nao ukaote na kuzaa matunda Mungu wa neema. Asante Roho Mtakatifu kwa kunaenda kuwa pamoja nasi. Mareko Bwana katuzingile Mungu wa neema. Roho za kerere, roho za kulia watoto na zimazisha kimya kwa jina la Yesu Kristo. Fikra mbaya, mawazo mabaya yote, mawazo ya shetani ninayafunga kwa mamlaka jina la Yesu Kristo. Bali neema yako ya pekee kazidi kuwa pamoja nasi. Asante Roho Mtakatifu kwa kunaweza, ni katika jina la Yesu nasi tukiomba na kuamini. Karibu, Mungu akubariki. Haleluya. Haleluya. Pigie Yesu makofi na vigeregere. Bwana Yesu asifiwe. Basi kwa majina yangu naitwa mchungaji Eliki. Jioni leo njema nimepewa kipindi kwa ajili ya kuhubiri injili ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa neema ya Mungu tuko mahali hapa, sio kwa akili zetu. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inasema kwamba wakusanyikao waliote kwa jina langu nami nitakuwa katikati yao. Tunaamini mahali hapa yuko Mungu. Tuko zaidi ya watatu, tuko watu wengi sana. Haleluya. Amen. Basi tuende kujifunza kusikia neno la Mungu, kitabu cha Mathayo sura ya 11 ule mstari wa 29. Biblia inasema kwamba tuanze mstari wa 28. Biblia inasema kwamba njoni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulema mzigo, nami nitapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nani mtapata raha nafsini mwenu. 30. Kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Bwana Yesu asifiwe. Asante Yesu, na kushukuru kwa wakati na wasaa huu. Naomba Bwana utufundishe maneno yako haya. Jina la njema, Roho Mtakatifu na kukaribisha, maana Mungu anasema kila neno lenye pumzi ya Bwana lafaa kwa kufundisha. Tufundishe Bwana, tuelekeze katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulema mzigo, nami nitawapumzisha. Tutajifunza leo jioni leo njema, tutabiriana habari ya mizigo. Amen. Anasema kwamba njooni kwangu. Bwana Yesu alikuwa akiwaambia kipindi anahubiri, Bwana Yesu alikuwa akiwaambia watu akisema njooni kwangu. Kitabu cha Mathayo 11 ile 28. Sema njooni kwangu nyote msumbukao na wenye kulema mzigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nani mtapata raha nafsini mwenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Akiwasi watu kwamba wamjie Yesu. Kabla unapokuwa haujaingia kwenye wokovu, katika moyo wako unakuwa na mizigo. Amen. Unakuwa na mizigo mbalimbali. Unakuwa na mizigo ambayo hiyo mizigo wakati mwingine ikifika hatua Bwana Yesu akakuhitaji,
au akakuita, hautaweza kwenda mbinguni kwa sababu moyo wako umejaa mizigo. Bwana Yesu asifiwe sana. Umejaa mizigo, lakini ukija kwa Yesu siku ya leo njema, anasema njooni kwangu. Haijalishi ni mtoto, haijalishi ni kijana, haijalishi ni mama, haijalishi ni babu, haijalishi ni bibi, lakini anasema njooni kwangu nyote watu wote. Amina, amen. Nyinyi nyote msumbukao, haijalishi wewe ni mtoto unasumbuka, wewe ni kijana unasumbuka, wewe ni mama unasumbuka, wewe ni binti unasumbuka. Anasema njooni kwangu nyote msumbukao, na kwa mzigo nami nitapumzisha. Amina, amen. Njooni kwangu nyote. Watu wengine wameshaenda kwa waganga kienyeji wapate matibabu. Wametembea huku na huku kwenye mizimu ya ukoo wapate tiba. Amina, amen. Wana mizigo ndani ya mioyo yao. Wameenda kila sehemu. Hawana njia ya uponyaji, hawana njia ya kuokoa. Lakini yuko Bwana Yesu. Linaloshindwa kwa wanadamu kwa Mungu linawezekana. Amina, amen. Haijalishi wakati mwingine umeugua magonjwa, umepita huku na huku hujapata tiba, hujapata mtu kukuponya. Yupo Yesu mponyaji. Wanadamu wameshindwa, waganga wameshindwa, madaktari wameshindwa, manesi wameshindwa, umetembea huko na huko wameshindwa, lakini yupo Yesu mtenda miujiza. Jiona leo njema. Kwanza sasa sana, yeye hajawahi kushindwa. Anasema yeye ni mwanzo na mwisho, Alfa na Omega, mkate wa uzima. Yeye ni Mungu mwenye nguvu. Yeye ni zaidi ya mapepo, ni zaidi ya mizimu, ni zaidi ya uchawi, ni zaidi ya uganga, ni zaidi ya magonjwa, ni zaidi ya kila kitu hapo duniani. Yeye ni mwanzo na mwisho. Yeye ni Mungu mkuu ambaye alipigwa kwa ajili yetu, akafa kwa ajili yetu. Ile siku ya tatu mwanamume akashinda mauti, akafufuka, na sasa yuko hai. Tunamwabudu Yesu Kristo. Njoni kwa Yesu mama yangu, baba yangu. Kiri Yesu Bwana mwokozi wa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni mtenda miujiza. Haijalishi na mizigo ya magonjwa, umetembea huku na huku, umetumia dawa kienyeji hujapona, yupo Yesu mponyaji. Yanasema nitaitikia. Sasa mambo kubwa na magumu wote msiyajua. Haijalishi kwamba umeuguaje. Je, umekupima kansa, umekupima ukimwi, umekupima ugonjwa gani ambao umeshindwa kwa wanadamu, yupo Yesu anaponya kila magonjwa. Amina. Haleluya, haleluya. Ni jambo gani gumu ambalo uko nalo? Je, ni umaskini? Je, ni dhiki? Je, ni jambo gani? Yupo Yesu anaweza kila jambo. Yeye hajawahi kushindwa jambo lolote. Kwanza asifiwe sana. Watu wakatula gesikia neno la Mungu leo. Haijalishi ulikuwa unategemea waganga kienyeji, leo Mungu ukiyepona mwokozi wa maisha yako. Hata kumtegemea mwanadamu kama wewe. Biblia inasema kwamba mtegemea mwanadamu amelaliwa. Haleluya, haleluya. Tumtegemee Mungu wa mbinguni. Hata kwenda kwa waganga kienyeji, hata kunywa pombe, hata kula ugoro, hata bangi, hata uzinzi, hata utapeli, hata matusi, hata mambo mabaya yote, hata ufisadi, hata kuabudu sanamu. Njoni kwa Yesu na kuhitaji hilo njema. Bwana Yesu asifiwe sana. Njoni kwa Yesu. Acheni uzinzi. Njoni kwa Yesu. Anasema njoni kwangu nyote msumbukao na kubeba mizigo nami nitapumzisha. Amina, amen. Hiko mizigo mingi sana. Na ukuta mtu mwingine na mzigo wa pombe. Umejaribu kuacha pombe, imeshindikana. Wakati mwingine umejaribu kusema kwamba mwezi mzima sitakunywa pombe, lakini imeshindikana. Yupo Yesu leo. Ukimkabidhi Bwana maisha yako, pombe itaisha. Amina, amen. Ugoro utaondoka, bangi itaisha, maana Bwana yeye ni mtenda miujiza. Hajawahi kushindwa jambo lolote lile. Anasema mizigo yote tumletee yeye, pombe tumletee yeye, uzinzi tumletee yeye, ugoro tumletee yeye, uongo tumletee yeye. Mizigo yetu tuilete kwa Yesu, atatupumzisha mizigo yetu yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Yupo Yesu anaweza kila jambo. Mzigo gani uko nao ndani ya moyo wako? Je, ni mzigo wa dhambi? Je, ni mzigo wa magonjwa? Mtu mwingine una magonjwa, huo ni mzigo. Amina, amen. Kama una kisukari, huo ni mzigo. Ukilala usiku unaota ndoto mbaya, huo ni mzigo. Watu wanakuoga, huo ni mzigo. Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wewe ni mtabangi, huo ni mzigo. Wewe ni mzinzi, huo ni mzigo. Umeacha mke wako na kwa mwanamke mwingine, huo ni mzigo. Bwana asifiwe sana. Unaoa na kufukuza, huo ni mzigo. Kija kwa Yesu atakuponya dhambi yako unayo. Haleluya, haleluya. Hata kuweka uhuru, hata kuponya, hata kutoa kwenye mizigo ya dhambi, kutoka kwenye mizigo ya magonjwa, na wote wako huru kwa jina la Yesu. Yeye hajawahi kushindwa jambo lolote. Palipo na Yesu, hata kama kuna mizimu inakimbia, hata kama kuna uchao unakimbia. Leo tangia
Amina, amen. Tulikuwa mahali hapa, tumeshi wa Mungu jana walikuwa mahali hapa. Ninaamini katika ulimwengu wa roho liko jambo limefanyika mahali hapa. Amina, amen. Liko jambo limefanyika. Wachawi wanatetemeka wanaposikia sauti. Wanatetemeka. Wanajiuliza hao ni wakina nani? Mbona wakati wote tulikuwa tuko wazima? Mbona tujawahi kusikia vitu kama hivi ndani ya kijiji chetu? Yesu amekuja mahali hapa. Uchawi utawahi kutadhirika. Uchawi utakimbia, wachawi watakimbia. Amina, amen. Waliokuwa na roga watapigwa kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila uchafu wote ambao ulikuwa umejificha lazima Mungu aufichue. Amina, amen. Lazima Mungu aufichue. Watu mkiri Bwana Yesu wakakubali kuokoka kuacha dhambi zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina, amen. Yesu ni mtenda miujiza. Yeye hajawahi kushindwa jambo lolote. Yeye ni Mungu mwenye nguvu. Yeye ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, tetezi wa maisha yetu. Akiwapo sehemu, hata kama kuna ukanga kiasi gani, lazima ukimbie. Hata kama kuna uchoki kiasi gani, lazima ukimbie. Hata kama watu wameteseka, wameugua kwa muda mrefu, Bwana anawaponya. Hata kama kuna roho imeshindikana, je, ni roho ya pombe? Je, ni roho ya uzinzi? Je, ni roho ya uchawi? Bwana akiingia sehemu anasambaratisha. Haleluya, haleluya, haleluya. Anasambaratisha uchafu wote na ndoa uchafu wote. Yeye anatawala kila sehemu. Yeye ni Mungu mkuu ambaye alikuweko. Yeye aliumba lakini yeye hakuumbwa. Yeye ni Mungu mwenye nguvu, mfalme wa wafalme, hajawahi kushindwa jambo lolote. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Anasema njooni kwangu, ewe dada yangu ambaye unazina mume wa mtu. Bwana Yesu anakuita jioni leo njema. Acha uzinzi wako, mrudie Bwana Yesu. Ewe baba yangu ambaye umeacha familia yako iko inateseka, watoto wanateseka, wanahangaika na daftari kwenda shuleni, kumbe pesa zako yote unapeleka kwa mgenda, unapeleka nyumba ndogo. Bwana leo anakuhitaji uache uzinzi wako. Mama yangu ambaye umeacha mume wako ukaenda kwa nyumba ndogo, unafanya uzinzi, mume wako anapoenda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Mume wako anapoenda doro, wewe unaingiza mwanaume ndani, mnaanza kufanya uzinzi, mnaanza kufanya uzinzi. Mtoto wako anakwambia, mama yangu, mbona huyu sio baba? Mama ingia kwenye chumba yako, unampiga fimbo, unasema toka hapa. Baba yake yupo, baba yako ni huyu. Mume wako akija kutafuta mjini, unaingiza mwanaume ndani mwingine. Watoto wanachanganyikiwa, mama, mbona huyu sio baba? Naingia chumba baba yangu. Bwana anakuhitaji leo njema. Acha uzinzi wako, acha uzinzi wako. Huo uzinzi unaofanya, ipo siku moja ambayo Bwana anashuka kuja kwa kanisa lake. Usipoacha uzinzi wako, Bwana Yesu atakuacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Hata kuacha, hata kuacha, hata kuingiza wanaume ndani ya nyumba wako. Hata uzinzi, mrudie Bwana wa mbinguni. Bwana yuko mahali hapa. Anahitaji roho yako, anahitaji nafsi yako, anahitaji maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Baba yangu ambaye ukikamata pesa zako zote unapeleka kwa maraya, mnaenda kibaoni huko, mnaingia kwenye gesi, mnafanya uzinzi, unafanya uzinzi na maraya na watoto wanaojiuza, vijana wanaojiuza, unafanya uzinzi. Mke wako yuko analia, anasema mume wangu sina daftari za watoto, anasema mume wangu nimechua chumvi, anasema mume wangu sina chakula, mimi nitaishije mimi? Lakini anapokuambia unasema toka hapa, wewe ni mbwa tu, rudi nyumbani ulikotoka. Hapo siku moja ambayo Bwana anarudi kuja kwa kanisa lake. Mrudie Bwana leo, hata kwenda kwenye gesi kufanya uzinzi. Bwana anahitaji nafsi yako. Acha uzinzi wako, mrudie Yesu wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Yesu anakuhitaji wewe baba yangu. Anahitaji nafsi yako leo. Acha uzinzi, rudi kwa watoto na kuhitaji. Wanasema baba, mama yuko wapi? Mbona baba tumuoni kila siku? Baba analala wapi? Mbona baba tumuoni? Watoto wanalia, wanalia, wanalia. Hebu rudi kwa watoto wako. Nenda urefu familia yako. Bwana anakuhitaji. Ipo siku moja atakuhukumu kwa dhambi ya uzinzi ambao unafanya uzinzi. Ipo siku
wako atakuhukumu Bwana. Leo rudi kwa Bwana Yesu. Ukiri Bwana wa Mwokozi wa maisha yako, naye Bwana atakusamehe dhambi zako, naye Bwana atakusafisha, naye Bwana atakurehemu. Yeye ni mwingi wa rehema, si mwepesi wa hasira. Yeye anaghairi mabaya. Yeye ni Mungu mkuu, anasamehe dhambi zote. Inasema katika Isaya, dhambi zako imekuwa nyekundu, itakuwa nyeupe kama seruji. Hata kama dhambi zako imekuwa nyekundu kama bendera, itakuwa nyeupe kama sufu. Anasema njoni kwangu msumbukao na kama mzigo nami nitawapumzisha. Mzigo wa uzinzi acha. Mzigo wa wizi acha. Mzigo wa utapeli acha. Mzigo wa unyang'anyi acha. Wale wangu, baba yangu na mama yangu, ambao mnanyang'anya shamba la yatima, wengine watoto wamefuna wazazi wao, lakini watu wananyang'anya mashamba yao, wananyang'anya yatima shamba lake, wananyang'anya mjane shamba lake, wanawanyanyasa, wanatesa kwa sababu hawana wazazi, wanawatesa wengine mashamba yao. Ole wako, Biblia inasema kwamba anayemtesa yatima ipo hukumu siku ya mwisho, anayemtesa mjane ipo siku ya mwisho inakuja. Acha utapeli wako, mrudie Bwana wa mbinguni na atakusamehe dhambi zako zote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wana Mungu, wakati wa mwisho ni wakati wa kutubu dhambi zetu, ni wakati wa kumrudia Bwana Yesu. Tusipoacha dhambi zetu tuweze kwenda mbinguni. Bwana anakaribia kuchukua kanisa. Bwana anakaribia kuchukua kanisa lake. Hebu Roho mgeukie Bwana, au Mwokozi wa maisha yako, awe Mungu wako. Uache kila dhambi, kila uchafu, mrudie Mungu wa mbinguni. Sasa mrudie Bwana Yesu akuponye dhambi zako, akuponye nafsi yako. Yeye ni Mungu anayeweza kila jambo, hajawahi kushindwa jambo lolote. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina, amen. Haleluya. Dada mmoja, siku moja watumishi wa Mungu walikuwa wakihubiri Injili. Siku moja yule dada alikuwa na mwili mzuri. Haleluya. Mungu alikuwa amemuumba vizuri. Anapotembea anaona kwamba nchi ni ya kwake, ardhi ni ya kwake. Anatembea anajiangalia kila sehemu, hataki hata udongo mgushe. Kwanza sifa sana. Mungu, udongo ukimgusa anaona kama vile umeguswa nini. Alikuwa ni mzuri sana. Lakini siku moja mtumishi wa Mungu akamwambia, dada yangu, Mungu anakupenda. Njooni kwa Yesu akuokoe leo. Mkubali Bwana Mwokozi wa maisha yako. Yule dada akasema, wewe ni mpuzi, wewe ni mjinga mbele yangu. Bwana Yesu ataingia ndani kwani kwenye mwili wangu Yesu aingie wapi? Amina, amen. Mimi na mwili mzuri, nimeumbika vizuri. Ona mimi nilivyo, kwani Yesu wako yuko wapi? Anaweza akaingia wapi kwenye mwili wangu? Mimi ni mzuri. Toa hapa upuzi wako. Akamtukana mtumishi wa Mungu. Akasema, wenda wewe una njaa. Akachukua shilingi 1000 akampa, nenda unywe chakula, nenda ule chai. Kwanza spesa. Nenda unywe chai hapo. Wenda uona njaa. Watu wanapoona watumishi wa Mungu robiri Injili nadhani kwamba tafuta pesa. Sio wote. Kwanza spesa. Haleluya. Sio wote. Tunapeleka habari njema ya Mungu. Amina, amen. Lengo la Injili kutubu dhambi. Kwanza spesa. Lakini kuna manabii wahubiri wa utapeli, wanauza mafuta na maji. Amina, amen. Hao ni manabii wa uongo, wanatumia vitambaa. Hao ni manabii wa uongo. Ukiwaona usiwakimbilie. Injili ya kweli ni kumtangaza Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Kwanza sana. Hakuna kutumia maji wala mafuta, ni kuomba kwa jina la Yesu watu wanafunguliwa. Hiyo ndio Injili ya kweli. Amina na Mungu. Yule dada, yule mtumishi wa Mungu akaondoka. Alipoondoka tena siku nyingine akakutana naye, akamhubiri, akasema, wewe mtumishi, wewe ndio umetumwa kwangu. Akamtukana, toka kwangu hapa. Kwanza sana. Siku moja yule dada akaenda kufanya ujinga wake, anafanya uzinzi, anafanya mambo mabaya. Siku moja, haleluya. Siku moja yule dada akaugua. Alipougua akaugua. Wakampeleka hospitalini. Walipopeleka hospitalini, yule dada ayuko hospitalini, amelala kitandani, yuko oi, ana nguvu, hawezi chochote kile, ameremewa. Bwana sana. Ule mwili ambao alikuwa anajidai nao umeisha, amekonda, umeisha. Amina, amen. Huo mwili wake umeisha. Tumishi wa Mungu akafika pale hospitalini, akamwona yule dada amekonda, ameisha. Amen. Amekonda, ameisha. Amen. Ameisha kabisa. Hata aniki natakutamanika, hata sura yake imeshaisha. Yule mtumishi wa Mungu akamwambia, umekuwaje ndugu yangu? Akasema, baba yangu, ninaumwa, niko itabani. Baba, naomba unisamehe, naomba uniombee. Kwanza sasa. Naomba uniombee. Yule mtumishi wa Mungu akasema, sasa leo lazima uokoke. Amen.
Leo lazima ufanyeje? Uokoke. Yule dada alipomtazama yule mtumishi wa Mungu, wakatazamana macho kwa macho. Mtumishi wa Mungu akaanza kusema, Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Na dada anasema, Bwana Yesu, naomba unisamehe. Mungu, yule mtumishi akisema naomba unisamehe, yule dada anasema naomba usinisamehe. Bwana asifiwe. Akisema sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, naomba unifute kwenye kitabu cha hukumu. Dada anasema kwamba ninaomba uniandike kwenye kitabu cha nini? Cha hukumu. Kwa hiyo akashindwa hata kuongea ile sala ya toba. Amina, amen. Kuna wakati ambapo Mungu akikuacha hata sala ya toba uweze ukaiongea. Amina, amen. Aweza kufanyaje? Akaongea. Ndio maana Biblia inasema kwamba uokovu ni leo. Hebu sema uokovu ni leo. Uokovu ni leo. Amina, amen. Unaposikia injili hii unataka kuokoke. Haujui ya kesho, haujui ya mwakani. Uokovu ni leo. Yule dada aliongoza watu ikakataa. Baada ukataa, waliona yule dada, yule mtumishi wa Mungu anatoka kule chumbani kwenye kwa wagonjwa, anafika mlangoni, anasikia kelele inazilia. Dada akafa. Amina, amen. Akaondoka bila kutubu dhambi zake. Amen. Akafa hivyo. Je, alienda wapi? Bwana ndiye ajuae. Amina, amen. Haleluya, haleluya. Lakini wana wa Mungu, sikia. Unaposikia injili kama hii, mtubu dhambi zako. Amina, amen. Geukia Mungu wa mbinguni na atakusamehe. Yule dada kama alienda mbinguni kwa sababu sala ya toba ilimshinda. Unapokuwa na uzima, tubu dhambi. Amina, amen. Unapomwona mtumishi wangu amekuja, sala ya toba, geukia Mungu, batiwa katika maji mengi, tamwona Mungu wa mbinguni akikusaidia juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu, usije ukafa kama yule dada alivyokufa. Alikuwa ni mzuri watu walipokuwa na uzima. Unasema kwamba wote na kiburi cha uzima. Anapokuwa na uzima anasema kwamba mimi siwezi kuokoka. Ngoja nikwambie, ipo siku huo mwili wako huo utaisha. Utaoza kama udongo. Amina, amen. Je, mwili hiyo nafsi yako ulionayo itaenda wapi? Jiulize swali. Amina, ona Mungu. Haleluya, haleluya. Huo mwili wako ni udongo tu. Huo ni majivu tu. Utaoza kama udongo. Utanuka kama watu wengine wanavyooza wakanuka. Amina, amen. Nafsi yako inaenda wapi? Hebu leo acha ulevi wako, mrudie Bwana. Acha uzinzi, mrudie Bwana. Jooni kwa Bwana Yesu. Acha ushawi, mrudie Bwana. Na atakusamehe. Siku moja utakapokuwa umekufa, tutaonana kule juu mbinguni, tukimlaki Bwana Yesu katika mawingu ya mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutamlaki wote Bwana Yesu. Amina, amen. Tutamwona Mungu wa mbinguni. Tuache mambo yote mabaya, tumrudie Bwana wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Bwana wa mbinguni anawahitaji watu wakaturage. Bwana anawahitaji sana. Shika imani. Amina, amen. Kama umeokoka, shika imani. Usirudi nyuma. Amina, amen. Usirudi nyuma. Mahali hapa ipo kanisa kubwa. Mahali hapo watu wataokolewa. Watu watafunguliwa. Waliofungwa macho atapona. Amina, amen. Wote watatembea kwa jina la Yesu. Waliofungwa na uchawi watafunguliwa kwa jina la Yesu. Wanafunguliwa kwa jina la Yesu. Wanafunguliwa kwa jina la Yesu. Hata kama marogo miaka mingapi, Bwana atakuponya, atakuwa mzima katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Amina, amen. Haleluya. Bwana wa mbinguni awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Sogea mahali hapa tuombe wote. Kwa hayo maneno machache ya kujenge. Tumishi wa Mungu, Roho wa Mungu akuongoze. Amina. Kila utakisikia kusema juu ya kanisa lako, juu ya watumishi wa Mungu, zidi kusema. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu awabariki. Kuna kitu Mungu anafanya. Amen. Fumba macho yako niombe. Baba, katika jina la Yesu, nakushukuru Mfalme kwa ajili ya watoto wako hawa. Baba, asante kwa kuwa Mungu naweza. Bwana, naliona kanisa kubwa mahali hapa. Bwana, asante kwa ajili ya mtumishi wako anapojitoa kuja kuhubiri injili mahali hapa Bwana. Asante Yesu Kristo Mfalme. Tunauona msaada wako na nguvu zako Bwana. Asante kwa ajili ya baba aliyetua kiwanja hiki. Asante kwa ajili ya mwinjilisti. Asante kwa ajili ya mama huyu baba aliyekusanyika siku ya leo. Asante kwa ajili ya watoto wote walioko mahali hapa Baba. Asante katika jina la Yesu Kristo Mfalme. Baba, tazama maneno yako ambayo tumezungumza jina lako njema. Naomba akazae matunda ndani ya mioyo ya watoto wako katika jina la Yesu. Natamka uzima na nguvu mahali hapa ikaendelee kwa mamlaka jina la Yesu, Bwana Mungu aliye hai. Amen. Pigia Yesu makofi yako ya juu. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu abariki. Na naamini mimi nimefika mwisho hapa. Niwache na kazi za Mungu nikaendelee na safari. Bwana Yesu asifiwe. Barikiwe na Bwana. Amen.
Amen. Pigieni Bwana makofi na vigelegele. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu wetu anatupenda sana. Yesu, ukisikia kuokoka, usije ukatamani kuokoka eti ni kwa sababu umeona aidha kwenye familia yako mmezaliwa watu wote wameokolewa. Usitamani